Samoei Ruto. Mimi sikuwa nimemuita, sitaki kudanganyana. Hakuna kiongozi mwingine nilikuwa nimeita, hata si mimi nilikuwa nimeitana, ni my team. Lakini neema ikishuka mtu ama si zote tutasimama mbele ya Mungu na tutoe account ya ile kazi tumefanya. Hata kwa hii siasa 2027 si kila mtu atakuja na ile kazi amefanya. Ama Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa we wa magegania. Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa we wa magegania. Kwa sababu na ndio nimesema nitasema mbele hawa watu wote, wewe ni mtu mzuri. Wakati nilitoka kuzika yule kijana ambaye aliuliwa town, Gen Z anaitwa Boniface, nilichukua hatua na nikakupata kwa ofisi, na ukaniambia sitawahi sikia tena kijana hii Kenya amepigwa risasi tena, na ukaniambia instead utatafuta kitu ambacho vijana watafanya, na hatukukaa sana ukazindua Nyota. Mimi nakuomba Mheshimiwa Rais, hiyo pesa Nyota wanapewa sio kidogo, na usiambiwe ni kidogo. Bata, umepeana samoni yako na umepata mamilioni, lakini lazima tukuulize, maana unadanganya. Bata, umesema kutoka usike Boniface hakuna mtu kijana ashaiuliwa na risasi. Ule alikufia Kitegera juzi, alinyogwa na mate. Osho ni matamamu itile. Lakini kwa sababu ya tamaa, you cannot even speak truth to authority. What a shame. In a pulpit you lie so that you can entice human. Mwatua kanitha biashara inyui ate ginya mugatuhenia. Ucio wakwire Gitegera ri ni matamamu itire. Niulize, na si kwa ubaya, na sina ubaya na mtu, lakini nimeona ni kama majority, watu wengi sana wanachukia hii kanisa ya JCM. Ni kama wase wengi sana wanachukia JCM ama wanachukia Kiengei. Juu zile video nimeona huku TikTok na comment, juu mimi ule mseno nanga video na soma comment. Na comment they can tell you there's something fishy na watu ama na hii kanisa. Mimi sijaienda JCM, sijai kanyangisha mguu yangu huko, mimi si mshirika huko na sina. Tuvalia ngozi ya kondo, wametuvalia ngozi ya kondo, mule ndani ni umbwa keyogu. Yes, leo ndio ile siku nasikia ni kujaza JCM. Kama wewe ni mshirika wa JCM hata kiti hautapata. Juu nimesikia Prezo Samoei Ruto anaenda kushiriki huko leo. Lakini sisi kama watu wa Githurai tuko tu na ombi moja. Si kama jeshi ya Githurai. Tulikuwa tu tunaomba tu Prezo anaweza stop over hapa Githurai. Juu kama anaenda bypass lazima apitie Githurai. Asimame tu Githurai hapa kwa roundabout hata kama ni dakika 5, atuongeleshe. Atuambie kwa nini alitubomolea, kwa nini aliacha watu wengi wakiwa jobless, kwa nini aliacha watu wengi wakiwa stockless. Atuongeleshe ama tumuongeleshane dakika tu 5. Tuongeleshane tujue ni nini alitufanyia, alafu aende JCM. Prezo man, asimame tu pale dakika 5 na mnaweza share hii video imfikie. At least asimame pale Githurai hapa roundabout, tutakuwa tumemgojea akuja tuongeleshane. Unajua wanaume ni kuongea na kusikizana, au sio? Breaking news. This is a great disappointment to Gen Zs. Wote wenye waliendanga JCM Church. Bishop Kiengei. Yani jamani, I can't believe that the commander-in-chief is now in your church as I am doing this video. This is the same church. Munakumbuka Kaluma Boy watu wakienda kushiriki huko. Munakumbuka Boniface Mwangi ule mwenye alishutiwa kwa street na wale makarau wawili. Munakumbuka vizuri sana. This is the same bishop who condemned this government, and he's the same bishop who is dining with the same government. Na kuambia kanisa wako biashara. Sisi washirika ndio tunakipitia.
And I'm here to tell you from today, if you can't bow down in your house and start praying for yourself, thinking that you can go to the church and be healed, my sister, my brother, you're a great fool. Makanisa iko biashara huku nje. Saizi I can imagine venye mfuko ilijaa ndio akakuwa accepted in that church. Na Gen Z, you are totally betrayed. And I will always tell you, Gen Z, we are always alone. Tafadhali, mtu asiwahi tudanganya, aluta. Ruto, mimi sikuwa nimemuita, sitaki kudanganyana. Hakuna kiongozi mwingine nilikuwa nimeita, hata si mimi nilikuwa nimeitana, ni my team. Lakini neema ikishuka si imeshuka. Si ndio, si neema imeshuka. Sasa nilikuwa ninunue ka pro box ya kupelekaga chakula kwa manyumba ya mama wazee na wazee wale wamezeeka. Sasa naona hiyo kagari tutakafanya kakubwa, kwa hivyo katabeba mzigo kubwa kidogo. Si hapo ni pazuri? Kwa hivyo Rais wa Jamhuri ya Kenya, nitakuombea neema na maisha marefu, na siku ile utakuja. Hata mimi vile niliona umepanga mapasta wa Kakamega na wale wengine, hata mimi unipange. Ukinipanga itafikia washirika, si ni ukweli? Kuna watu wamejaa ngori juu ya president kwenda kwa hiyo kanisa. Watu wamejaa ngori. Wanasema huyu pastor sijui ama betray. Nimesikia huyu pastor wa hiyo kanisa hapa USA pia ameresign jo. Kwa nini mbaya aje jo? Hii hamjui JCM wamekuwa wakitoa watu kafara, alafu ndio wanaarika hawa leaders. Sasa mtu kaa Boniface Mwangi, unakumbuka venye alishutiwa wakati wa maandamano? Alafu Kiengei akatupigisha huku Mastra akisema, oh, you know what guys, mimi nitaishi kumtumikia Mungu na sitawahi kubali maskini ama damu ya maskini imwagike chini. Sasa hii ni kama unakunywa hiyo damu, unairamba, unaimeza, alafu unasema bora ni enjoy. Kama askofu tu nitawaambia kitu kimoja, msife moyo. Huyu kijana alikuwa na ambitions. Huyu kijana alikuwa na tamaa ya moyo wake. Thanks for watching Kokalesh TV. Please subscribe and stay tuned for more political information. Thank you.